Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mirefu na misitu minene, kulikuwa na hadithi ambayo ilitisha kila mtu. Hadithi hiyo ilihusu kivuli cha mzimu, kivuli kisicho na mwili, kinachofuata watu bila kujulikana na kubeba siri za giza ambazo zinaweza kuwaharibu maisha yao milele. Kijiji hicho kilikuwa na utulivu wa kawaida wakati wa mchana, lakini usiku hewa ilikuwa inabadilika. Mwangaza wa mwezi ulikuwa unatoa kivuli kirefu, na mara nyingi watu walidai kuwa wameona maumbo yasiyo na sura yakifuata nyuma yao. Msimulizi wetu, kijana aitwaye Juma, alikuwa ni mmoja wa wakazi wa kijiji hicho. Alikuwa na umri wa miaka 25 na alifanya kazi ya kuwinda wanyama porini. Juma alikuwa na moyo wa shujaa, lakini ndani yake alikuwa na hofu ya siri za familia yake. Baba yake, Mzee Hassan, alikuwa amekufa miaka 5 iliyopita chini ya hali za kushangaza. Watu walidai kuwa alikuwa amefuatiwa na kivuli cha mzimu na kwamba siri za giza zilimshinda. Juma alikuwa anajaribu kuishi maisha ya kawaida, lakini usiku mmoja yote yalibadilika. Siku ya kwanza, ishara za kwanza. Ilikuwa ni jioni ya mvua nyepesi na hewa ilikuwa na harufu ya udongo unaonyoloa. Juma alikuwa anarudi nyumbani kutoka msituni na begi lake lilikuwa limejaa nyama ya mbuzi mwitu. Alipokuwa anatembea kwenye njia nyembamba iliyopitia kando ya mto, alisikia sauti ya majani yakikoroga nyuma yake. Aliamua kuwa ni upepo tu, lakini alipogeuka hakuona chochote. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi kidogo. Labda ni wanyama wadogo, alijiambia mwenyewe, lakini ndani yake alikumbuka hadithi za kijiji. Wakati huo huo, katika kijiji, mama yake Bi Aisha alikuwa anapika chakula nyumbani. Alikuwa na umri wa miaka 50 na uso wake ulikuwa na makunyanzi yanayotokana na wasiwasi wa miaka mingi. Alikuwa anamwambia mtoto wake mdogo, Zainabu, kuhusu siri za familia. Zainabu, usiwahi kutembea usiku peke yako. Kivuli cha mzimu kinafuata wale wanaotafuta siri za giza, alisema Bi Aisha kwa sauti ya chini. Zainabu, aliyekuwa na miaka 16, alikuwa na macho makubwa yenye udadisi. Mama, ni nini siri za giza? Baba alikufa kwa sababu gani kweli? Bi Aisha alinyamaza. Alikuwa anajua siri kuu. Mzee Hassan alikuwa amehusika na uchawi wa kale, uchawi uliohusu mizimu ya wafu. Alikuwa ametumia uchawi huo ili kupata utajiri, lakini mzimu ulimfuata na kumaliza maisha yake. Lakini hakuweza kumwambia mtoto wake. Badala yake alisema, ni hadithi tu mtoto wangu, lakini kuwa makini. Wakati huo Juma alifika nyumbani. Aliona mama yake na dada yake wakiwa na wasiwasi. Kuna nini leo? Mbona nyinyi mna sura za hofu? Hakuna kitu mwanangu, lakini mvua inanyesha na usiku unakaribia. Usitembee tena usiku, alijibu Bi Aisha. Juma alicheka kidogo. Mama, mimi ni mwanaume, sio hadithi za mizimu zitakazonitia hofu. Lakini usiku huo, wakati wote walipokuwa wamelala, Juma aliamka ghafla. Alisikia sauti ya kunong'ona karibu na dirisha lake. Sauti ilikuwa kama ya mtu anayetetemeka, ikisema maneno yasiyoeleweka. Alisimama na kuangalia nje. Mwezi ulikuwa mkali na aliona kivuli kirefu kimeinuka karibu na ua wa nyumba. Kivuli kilikuwa na maumbo ya mtu, lakini hakukuwa na mtu hapo. Mungu wangu, alisema Juma kwa sauti ya chini. Alirudi kitandani, lakini usingizi hakumjia tena. Asubuhi iliyofuata, Juma aliamua kutoa hofu yake akili. Aliamka mapema na kwenda msituni tena, lakini mara hii aliamua kuwatembelea wazee wa kijiji ili kujua zaidi kuhusu hadithi ya kivuli cha mzimu. Alienda nyumbani kwa Mzee Salim, mzee mwenye umri wa miaka 80, ambaye alikuwa anajulikana kama msimulizi wa hadithi za kale. Mzee Salim, nimekuja kujua kuhusu kivuli cha mzimu. Ni nini hasa? Aliuliza Juma. Mzee Salim aliangalia mbali, macho yake yakiwa yamejaa hofu ya zamani. Mwanangu, kivuli cha mzimu si kivuli cha kawaida. Ni roho ya mtu aliyekufa bila kupata amani. Inafuata wale wanaobeba siri za giza,
siri za uchawi, maua au madeni ya roho. Baba yako alijua vizuri kuhusu hii. Alitumia uchawi ili kupata shamba lake kubwa, lakini mzimu ulimfuata na kumaliza maisha yake. Juma alishtuka. Baba, uchawi? Hiyo si kweli. Lakini ni kweli. Siri za giza haziishi, zinafuata vizazi. Ikiwa wewe utajaribu kuzifichua, kivuli kitakufuata wewe pia, aliongeza mzee Salim. Juma alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Alimwambia mama yake kuhusu mazungumzo hayo. Bi Aisha alilia, mwanangu, usitafute zaidi, siri hizo zinaweza kukumaliza. Lakini Juma alikuwa na udadisi mkubwa. Jioni hiyo aliamua kwenda msituni peke yake ili kutafuta dalili. Alichukua tochi na kisu na akatembea kwenye njia ile ile. Hekima ya mzee Salim ilikuwa inarudi akilini mwake, lakini aliamua kuendelea. Ghafla alisikia sauti ya majani tena. Aliangalia nyuma na wakati huo aliona kivuli. Kilikuwa kimefuata nyuma yake, kikiwa na maumbo ya mtu mrefu na macho mekundu yanayong'aa gizani. Juma alikimbia kwa kasi, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Alifika nyumbani akiwa amepumua kwa shida. Mama, nimekuja hapa. Mama, niliona kivuli kinanifuata, alilia. Bi Aisha alistuka. Mungu wetu, umetafuta siri za giza, sasa kinakuja kwako. Siku iliyofuata, Juma hakuweza kulala. Alikuwa anafikiria kuhusu baba yake na uchawi. Aliamua kwenda kwenye kaburi la baba yake lililokuwa karibu na msitu. Kaburi lilikuwa limejengwa kwa mawe na juu yake kulikuwa na alama za kushangaza, alama za uchawi wa kale. Alipofika hapo, aliona mwanamke mzee akiwa amesimama karibu na kaburi. Alikuwa Bi Fatuma, mchawi wa kijiji ambaye alikuwa rafiki wa baba yake. Wewe ni nani? aliuliza Juma. Mimi ni Bi Fatuma. Nilikuwa na baba yako wakati alipokuwa anafanya uchawi. Alitumia mzimu ili kupata utajiri, lakini mzimu ulidai malipo maisha yake. Sasa mzimu unatafuta vizazi vyake ili kumaliza deni, alisema Bi Fatuma. Juma alistuka. Deni gani? Siri za giza. Baba yako alimuua mtu ili kupata shamba hilo. Mzimu ulimsaidia, lakini sasa unatafuta roho mpya. Ikiwa hutafuta njia ya kumtuliza, kivuli kitawafuata nyinyi wote, aliongeza. Juma alirudi nyumbani akiwa na hofu kubwa. Alimwambia Zainabu na mama yake kuhusu yote. Familia ilikuwa katika hofu. Usiku huo, kivuli kilionekana tena, wakati huu ndani ya nyumba. Kilikuwa kinazunguka karibu na kitanda cha Zainabu na sauti ya kunong'ona ilisikika. Siri za giza, malipo, roho. Zainabu alilia kwa hofu. Juma aliamua kuwa lazima afanye kitu. Siku ya 4, kuanza kwa vita. Juma aliamua kwenda msituni ili kutafuta Bi Fatuma tena. Alimuomba msaada. Nifanye nini ili kumtuliza mzimu? Bi Fatuma alimpa ramani ya mahali pasiri msituni, pango la uchawi. Hiko ndiko alipofanyia uchawi baba yako. Lazima uende na kuchoma alama za uchawi na kuomba msamaha kwa mzimu. Lakini kuwa makini, kivuli kitajaribu kukuzuia. Juma alienda msituni peke yake na tochi mkononi. Njia ilikuwa ndefu na yenye hatari. Alipofika karibu na pango, alisikia sauti za ajabu, sauti za mizimu inayolia. Kivuli kilionekana mbele yake, kikiwa kimeinuka na macho yake yanang'aa. Wewe si wa hapa, rudia nyuma, sauti ililia gizani. Juma alikaza moyo. Mimi ni mwana wa Hassan, nimekuja kumaliza deni. Alikimbia ndani ya pango. Ndani aliona alama za uchawi zilizochorwa kwenye kuta na sanamu ya mzimu. Alichoma alama hizo kwa moto wa tochi na kuomba, mzimu, samahani kwa siri za giza, maliza hili deni. Ghafla, pango lilitetemeka. Kivuli kilikuja karibu na maumbo yake yakibadilika kuwa ya baba yake. Mwana wangu, ulifaa kujua, siri hii inaendelea, hii ni mwanzo tu. Juma alikimbia nje na pango likianguka nyuma yake. Alirudi kijijini, lakini alijua kuwa vita haijaisha. Kivuli kilikuwa kimetulia kidogo,
lakini siri za giza zilikuwa bado zinaendelea. Juma alirudi nyumbani na familia yake ilifurahi, lakini usiku huo aliamka na kuona kivuli tena, wakati huu kikiwa karibu na dirisha la Zainabu. Ilikuwa inasema, siri zaidi, giza zaidi. Juma alijua kuwa hii ilikuwa ni mwanzo wa safari ndefu. Siri za familia zilikuwa zimeanza kufichuliwa, na kivuli cha mzimu kilikuwa kinawafuata ili kumaliza deni la roho. Katika part 2, Juma atatafuta siri zaidi msituni na kukutana na hatari kubwa zaidi.